Papa ambaye amechaguliwa jana, ambaye atakuwa anafahamika kama Papa Leo wa 14, yeye anakuja kuwa kama kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni mzima. Kwa hiyo yeye kimsingi ana mambo mawili. Kwanza ni kiongozi wa kiroho kwa maana ya Wakatoliki wote ulimwenguni nzima, lakini pia ndio mtawala wa serikali ile ya Vatican. Vatican tunafahamu ya kwamba ni nchi. Sasa tuanze na hilo uliouliza la mwisho kwamba kwa nini moshi unatumika kwenye uchaguzi wa papa. La kwanza, moshi ule kutumika kwenye uchaguzi kwanza ni ishara ya mawasiliano na watu walioko nje. Kwa sababu utakumbuka kwamba makardinali huwa wanajifungia ndani kwenye kitu kinaitwa conclave. Conclave ni Kilatini, maana yake ni chumba cha ndani. Kwa hiyo wanajifungia ndani. Sasa ili watu walioko nje waweze kujua yanayoendelea ndani, inatumika ishara ya moshi kwa ajili ya kutoa taarifa. Sasa niongezee tu pia kwamba kanisa lenyewe Katoliki lilianzisha utaratibu wa kutumia moshi ili kuwataarifu waumini waliokusanyika nje ya basilika. Ile basilika ambayo wengi tumeiona pale ni basilika ya Mtakatifu Petro. Kwa sababu wanapojifungia ndani wanapiga kura wenyewe kwa wenyewe. Na hao wanakuwa ni makardinali ambao hawajazidi umri wa miaka 80 tangu kabla ya kufariki papa. Kwa hiyo wanapoingia kule ndani ndio wanafanya communication na watu wa nje kwa kutumia moshi. Kwanza tuanze na hilo tu la kutumia moshi kama moshi. Sasa kuna aina mbili za moshi ambao unakuwa unatumika. Moshi wa kwanza ni moshi mweusi au kwa lugha ya Kilatini, siko vizuri sana kwenye Kilatini, lakini ni fumus nigaa, kitu kama hicho. Sasa huu moshi mweusi unatokea ikiwa hakuna papa mpya amechaguliwa bado. Na hii inaashiria kuwa bado hakuna mshindi, ambaye mshindi kimsingi anatakiwa apate 2/3 ya kura. Kwa hiyo miongoni mwa wale makardinali inakuwa hakuna mtu ambaye amepata 2/3 ya kura. Kwa hiyo ndio unaona ule moshi mweusi, na unamaanisha kwamba wanaendelea na kujifungia ndani kwa kusali, kisha wataenda mzunguko wa pili au wa tatu wa kupiga kura. Sasa tukija aina ya pili ya moshi mweupe, ule moshi mweupe unawekwa wazi kuwa unakuwa unamaanisha kwamba papa mpya tayari ameshachaguliwa. Kwa hiyo mara nyingi ukishaona moshi mweupe, maana yake kule ndani kwenye conclave ya makardinali tayari wameshapiga kura na wameshampata papa, na papa aliyepatikana amepata 2/3 ya kura miongoni mwa makardinali waliokuwepo. Na kimsingi yule kiongozi wa makardinali ndo anakuwa wa kwanza kutoa hiyo. Unaanza kwanza moshi mweupe, alafu baadaye aenda kwenye ile dirisha la St. Peter Basilica, anatangaza na huwa anatangaza kwa Kilatini. Na lile neno la Kilatini tanisamee kama sitalitaja vizuri, anakuwa anasema Habemus Papam, maana yake kwa lugha ya Kiingereza we have papa, au kwa Kiswahili tunasema tumempata baba mtakatifu, ndio inakuwa tangazo. Kwa hiyo moshi mweupe plus maneno hayo. Sasa kiini cha matumizi ya moshi mweusi na mweupe kwanza ilikuwa ni mila ambayo ilianza rasmi mwaka 1878, lakini matumizi kunakuwa sasa kule ule moshi mweupe na mweusi. Wengine wanauliza ni kitu gani ambacho kinatumika kutengeneza moshi mweupe na mweusi. Kinachotumika kutengeneza moshi mweupe na mweusi ni kemikali maalum ambayo ndio inatumika, ambayo yenyewe hutoa rangi tofauti. Na mwaka 1963 walifanya maboresho baada ya watu kuchanganyikiwa kati ya moshi mweusi na wa kijivu. Kwa hiyo utaona hata jana moshi mweupe ulikuwa very clear na ule moshi mweusi ulikuwa pia very clear. Kwa hiyo ni kemikali ambazo zinatumika kwa ajili ya kuchoma. Sasa siku hizi pia wanatumia mchanganyiko wa kemikali nyingine. Kuna mfano kuna potassium petrochlorate kama hicho, ambayo ndio inatoa moshi mweusi, alafu kuna lactose chlorate na kitu kama hicho, kama sijataja vizuri nitanisamee, lakini hicho kinatoa moshi mweupe. Kwa hiyo hizi ni kemikali mbili zinazotumika ndani ya conclave kwa ajili ya kuchoma, zinazotoa ule moshi. Na nilisema mwanzoni pale moshi mweupe na mweusi ni mawasiliano, au tunasema kutoa feedback kwa watu walioko nje, kwa sababu ile conclave wanapokuwa kule ndani haruhusiwi mtu tena kuingia wala kutoka. Na huwa makardinali wanakula kiapo pia cha usiri wa process nzima ya kumchagua papa. Kwa hiyo kule ndani hata kama wanatofautiana, wanagombana au kunakuwa na chochote, huwezi kujua, kwa sababu utaona mwanzoni walikuwa wanaonyesha kwamba walikuwa wanakula kiapo cha kulinda usiri, na wanashika mkono wa kulia anashika kwenye kile kiapo. Lakini pia moshi ni njia ambayo ni ya kihistoria ya kuonyesha pia heshima na usiri wa kuwasilisha maamuzi ndani ya conclave kwa ulimwengu wa nje bila kuvunja utakatifu wa ibada na upigaji wa kura. Kwa hiyo ndio namna ambavyo kanisa Katoliki limetengeneza huo mfumo wa kuweza kusaidia watu wa nje kuweza kuwa na hizo taarifa ambazo zinaendelea ndani ya conclave.
Sasa nikija ile swali la pili ambalo unauliza kwa nini leo amefanya ibada, na ni misa yake ya kwanza ameifanya akiwa kama papa na amefanya pamoja na makardinali wote, lakini pia ulimwengu umeweza kufuatilia mitandao ya kijamii. Sasa kwa nini anaonekana anazunguka madhabahu na kufukiza udi kabla ya misa? Kwanza nianze kwa kusema kuzunguka madhabahu ni ishara ya heshima na ibada kwa madhabahu husika, kwa sababu madhabahu ina maana ni mahali ambako wakati wa adhimisho la misa takatifu ndiko mahali ambako mapadri, papa na makardinali na wote wapakwa mafuta kwenye ngazi ya kanisa Katoliki wanaostahili kuendesha ibada huwa wanafanya mageuzo ya mkate na divai kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo madhabahu ile ni kitu cha heshima, ni kitu kitakatifu. Na utaona kwa kuna wakati mwingine makanisa ikitokea kuna kanisa limevunjwa na kumefanyika uharibifu, kwa mfano iliwahi kutokea Tanzania wakati fulani hivi, utaona ile kanisa linafungwa na inabidi kubariki upya ile madhabahu kwa sababu tayari panakuwa pametiwa unajisi. Kwa hiyo ni heshima na ibada kwa madhabahu, lakini pia ni mahali patakatifu ambapo nimesema sadaka ya Ekaristi ambaye ni Yesu mwenyewe ndio anakuwa anatengeneza, anainuka yeye mwenyewe kubadilika na kukutana na wanaoenda kwenye ibada. Lakini kingine madhabahu inamwakilisha Kristo mwenyewe kwa sababu ni mahali ambako panatolewa sadaka kama alipojitoa Yesu kwa kufa kwake msalabani pale mlima wa Golgotha. Kwa hiyo Golgotha ni madhabahu na huko kwenye kanisa ndani ni madhabahu. Kwa hiyo anafanya ile kuzunguka na kufukiza ni kama sehemu tu ya process ya kuonyesha heshima. Sasa kuna issue ya udi. Udi ule ni ishara ya maombi yanayopaa kwa Mungu. Ukisoma Zaburi ya 141 mstari wa 2, maombi yanapaa kwa Mungu. Kwa hiyo udi ule anapofukiza mwisho unapaa juu. Utaona kwenye Zaburi inazungumzia hiyo. Kwa hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba tunamtolea Mungu sadaka, tunamtolea Mungu maombi, na udi unapopanda juu maana yake ndio Mungu anapokea ile sadaka. Lakini pia inaonyesha utakatifu, heshima na uwepo wa Mungu, na inatumika kwa vitu vitakatifu kama madhabahu umesema. Utaona pia pale kwenye madhabahu kunakuwa na msalaba, anafukiza msalaba, atafukiza kwenye pale Injili. Lakini wakati wa misa pia, katikati ya misa wale watumishi huwa wanachukua ile chetezo, wanakuja pia kwa waumini wanaofuatilia ibada na wenyewe wanawafukiza. Kwa hiyo udi unafukizwa kwenye madhabahu, kwenye msalaba, kwenye kitabu kile cha Injili na wapi. Sasa papa au kuhani anapofukiza udi maana yake ni kwamba pia anaitakasa ibada yote na kuiweka mbele za Mungu. Sasa nije swali la tatu, makungoche kuhusiana na kwa nini papa anabusu madhabahu. Papa anabusu madhabahu kwa sababu anataka kuonyesha ishara ya heshima na upendo kwa Kristo ambaye madhabahu ndio inayomwakilisha. Na nimesema ile madhabahu ndio sehemu ambayo Kristo anajitoa sadaka. Kwa hiyo ni sehemu ya heshima. Lakini pia anabusu madhabahu kwa sababu anataka kuonyesha kumbukumbu ya watakatifu ambao wamekuwa chini ya madhabahu. Hizi madhabahu unazoziona makongoche wakati mwingine zinawekewa visakramenti vya watakatifu. Inaweza ikawa ni nguo, mavazi, vitu kama hivyo. Vinawekwa kwenye zile madhabahu. Kwa hiyo anabusu kwa sababu ni ishara na heshima pia kwa watakatifu, kumbukumbu ya watakatifu. Kwa hiyo inakuwa ni ishara ya ushirika na kanisa la mbinguni. Lakini pia ni namna ya kuonyesha kuwa huduma ya misa inaanza kwa imani, heshima na sadaka ya moyo. Kwamba unapokuwa kwenye misa hivi vitu lazima uvizingatie. Sasa ile swali la mwisho makongocho uliouliza kuhusiana na maana ya pete ya kipapa, ile inaitwa fisherman's ring, au kwa Kilatini wanasema annulus piscatoris, kitu kama hicho. Ni pete ya mvuvi. Unakumbuka Petro alikuwa ni mvuvi, alikuwa anavua samaki na Yesu alimuita katika kazi yake ya kuvua samaki. Kwa hiyo ile pete ni ishara ya kukabidhiwa kuvua waumini, kuchunga kondoo. Kwa hiyo ni alama rasmi ya mamlaka ya kipapa pia, na jina lake linatokana na Mtume Petro kama nilivyosema. Kusoma Marko sura ya kwanza mstari wa 16 hadi wa 18 ndio maana yake ile iko pale pia. Lakini ile ina picha ya Mtakatifu Petro mwenyewe akiwa kwenye mashua akivua samaki. Na ndani ya hiyo pete sasa jina la papa aliye madarakani, kwa mfano huyo tuliokuwa naye ambaye ameteuliwa jana, Papa Leo wa 14, majina yake yatakuwa kwenye hiyo pete pamoja na hicho nilichosema Mtakatifu Petro akiwa kwenye mashua ya kuvua samaki, kwa sababu ni mchungaji, ni mvuvi, anavua samaki. Lakini pia zamani pete hii ilikuwa inatumika kutia muhuri barua rasmi za papa. Kwa hiyo pia anaitumia. Utaona hata alipofariki Francesco ile pete ilibidi ivunjwe kwa sababu ndio mwisho wa mamlaka na utawala wake. Kwa hiyo inatumika kuweka muhuri
kwenye barua rasmi zote za kipapa, kuna namna wanaitumia, lakini pia inaonyesha umoja na utawala wa kiroho wa papa juu ya kanisa la kiulimwengu. Sasa nimesema pia huwa inavunjwa anapokuwa hayupo. Kwa hiyo inapovunjwa na wanatumia nyundo maalum kwa ajili ya kuivunja, na mara nyingi hasa papa anapokuwa amefariki au anapokuwa amejiuzuru, ili sasa kuyaondoa yale mamlaka kwake, kusubiri mwingine anayekuja aweze kupewa mamlaka. Kwa hiyo pete inakuwa ni mmoja tu. Kwa hiyo papa ni mmoja na pete inakuwa ni mmoja na mamlaka inakuwa ni mmoja. Kwa hiyo kimsingi Papa Leo wa 14 tunaweza tukamuita ni Petro, ambaye Yesu alimwambia Petro kwamba wewe ni mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo Makongoche, niseme tu kwa kifupi ni hivyo, lakini tukumbuke pia huyu ni papa amepatikana kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, kwa sababu yeye ana asili ya Marekani kwa zaidi ya miaka 2000. Kwa hiyo Marekani wameweza kuwa na papa. Aliyetoka alikuwa anatoka Argentina, hiyo ni Amerika ya Kusini, huyu ni kaskazini. Kwa hiyo kuna wengine wanauliza mbona Afrika hamna papa, lakini uchaguzi wa papa sio uchaguzi wa kibinadamu. Ndio maana nasema wanajifungia kwenye conclave, wanasali, wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Na huyu papa niseme pia ima amewahi kufika Tanzania, amewahi kufika Nairobi. Papa amewahi kufika Tanzania na Nairobi. Na ni papa ambaye anatoka kwenye shirika la Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo ni Muagustino. Na yeye pia papa huyu alikuwa ndo patron wa shirika hilo ulimwengu mzima, lakini pia amewahi kuwa askofu wa Peru, na utaona pia alipokuwa Peru alishiriki kwenye kuokoa mafuriko yale, na ni mtu ambaye pia wanasema ni muombezi pia kwa ajili ya wafanyakazi, watumishi, wafanyakazi, na ni papa ambaye kwa kimsingi kwa kuanzia tuendelee kujifunza mengi kutoka kwake, lakini wengi wameona jana hambo, tunasema mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mchungaji mwema. Kwa hiyo mimi nadhani makardinali sio kwamba nadhani na uhakika, kwa sababu mambo ya kiroho wamefanya chaguo ambalo kwa kweli ni mapenzi ya Mungu. Sasa kazi yetu sisi sio tu kukaa na kumshangilia na kufanya mengine, ni kumuombea. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombee ili aweze kulilinda kanisa Katoliki, kulichunga, kwa sababu kanisa Katoliki lina waumini wengi kote ulimwenguni, nadhani takriban 1 billion plus. Kwa hiyo malizie tu Makongoche kwa kuyasema